kana wanawachuoni mbele yake, akawaambia wanawachuoni wasomi, akawaambia nalo swali, lakini mnipe majibu, na nyote mmesoma lakini hamwezi kujibu japo mna elimu. Wakamuuliza, swali lako ni lipi? Akawaambia, bwana mtume alivyokufa bila shaka alikoshwa, awalan ghussil wa kuffin wa sulliya alaihi wa dufina, alioshwa, akasaliwa, akazikwa, akakafiniwa, katiwa ndani ya sanda. Sasa wakati amekoshwa, bila shaka alikoshwa kwa maji. Sasa yale maji yaliokoshwa nayo, tunataka vitabu vya historia, yameenda wapi yale maji? Yalikingwa na nani? Kwa sababu wote waoshaji tunawajua, au yaliachwa yamwagike tu? Pia tunataka ushahidi. Kila mmoja akipiga mahesabu, hakuna palipoandikwa habari hizi. Akawambia, tufanye homework, nendeni zenuni, kesho mkirudi hapa mnipe majawabu. Kila shekhe anamuuliza mwenzie, shekhe unalo jibu? Ambia hata hilo swali chuma hilo. Mmoja akaenda nyumbani, alivyolala usiku akamuota Mtume Muhammad. Alivyomuota Mtume, kamuona kaongozana na mtu ambaye ameshika taa ya chemli, kana kwamba anamuangazia Mtume. Yule bwana akauliza usiku ule ule, Mtume, tumeuliza sali, hatuna majibu, na jawabu tunapeleka kesho. Wewe ulivyokoshwa, yale maji yako yalienda wapi? Mtume akamwambia, is'alu hadha, is'al hadha, muulize huyu bwana alobeba chemli huyu, atakupa majibu yote. Basi walillahi alhamd. Akaambia, eti yale maji yalienda wapi akhi, niambie. Akaambia, laqad tabakhara wa rafa ila samai dunya. Yale maji wakati Mtume anakoshwa yaligeuka kuwa mvuke, yani kila tukimwaga yanakuwa mvuke, tahamakia, yakawa yanakwenda mpaka mawinguni. Yalipofika kule mbinguni, yakajitengeneza matone ya mvua, yakaanza kutua katika ardhi. Basi kila lilipotua tone, pakawa panajengwa msikiti mpaka siku ya Kiyama. Halafu tahamakia akaamka katika usingizi. Ile ndoto ingeendelea ile, lakini amepata jibu. Kesho akaenda kwenye kikao chao. Sasa Imamu Sha'arawi akiendeleza kikao kile, haulizi homework yake ya jana. Huyu bwana naye anaona kama anachelewa, au niulize nijibu, kwa sababu kishapata jibu. Sasa ndoto za kumuona Mtume za kweli. Ikabidi aulize, shekhe vipi, mbona hutuulizi? Ambia, kwani wewe unajua hizi habari? Ambia, naam. Akaambia, hebu tuhadithie. Akasema, yale maji bwana alivyokoshwa yalikuwa mvuke, yakaenda mawinguni, yakadondoka, yakawa matone katika ardhi, pakawa amakini za misikiti. Watu wakamtizama Imamu Sha'arawi atasema nini. Akasimama Muhammad Mutawalli Sha'arawi akasema, amma hadha faqad sadaqa. Jamani, huyu bwana ameongea kweli, amepatia, na hilo ndo jawabu la swali langu. Lakini akhi, nitaka nikuulize, manil ladhi allamaka hadha? Hizi habari kakuambia nani kwanza? Au ukizitazama humu kiwalani humu, hakuna shekhe anaweza akakusomesha wewe. Hizi ni habari zina wenyewe hizi. Kuna elimu za kupewa tu kwa Allah, kwa makarama. Umepata wapi habari hii? Akambia, kweli hizi habari nzito siwezi kupewa mtu wa kawaida. Laqad allamani rasulullah, hizi habari kanikinaisha Mtume Muhammad mwenyewe. Angalia Imamu Sha'arawi alipokuwa hatari, akaambia, kadhabta wallah,
unatudanganya wewe, hizi habari hajakuambia Mtume. Akasema yeye, kweli bwana, hizi habari hajaniambia Mtume. Imam Shari ambia, subiri, alikuambia jamaa mmoja alikuwa ameshika chemli, ni kweli au si kweli? Bwana asema, huyu jamaa vipi huyu, tumeota pamoja nini huyu? Akaambia yeye, bwana yule ndo alioniambia, nilisahau. Ambia sasa, kwani tuliota pamoja? Akaambia usiende mbali, hizi habari hajakuambia Mtume, kakuambia jamaa alioshika chemli, na Mtume alikuambia muulize, ndivyo sivyo? Ambia naam. Akaambia sasa, yule alioshika chemli unamjua wewe ni nani? Ambia simjui. Ambia ndo mimi. Sasa unajiona mjanja na kati nimekuambia mwenyewe bwana. Watu wote wanawachuoni wakasimama wakaambia, Sha'arawi, bimanilta hadhihi almartaba, umewezaje kufikia daraja kama hii Sha'arawi? Umepataje utukufu kama huu? Unaingia ndani ya vichwa vya wanachuoni wenzio usingizini. Akasema, nikupeni siri. Ambia tupe. Akasema, laqad niltu bikathrati salati ala Muhammad, hii daraja nimeipata kwa njia moja tu, kwa kukithirisha kumswalia Mtume Muhammad. Hapo ndo nikapata mimi daraja, sina njia nyingine. Yuko mwana wa chuoni anaitwa Sheikh Jazuli rahimahullah, alitunga kitabu, kitafuteni hichi kitabu kitakusaidieni sana, kinaitwa Dalailul Khairat. Ukienda Mtoro utakiona, ni kitabu cha adhkar, lakini ndani kina sala nyingi za Mtume Muhammad na dua mbalimbali. Huyu shekhe alitoka safari. Wakati anatoka safari, shekhe huyu akataka kuswali pahala ambapo hakuna maji, mchanga kutayammamu hauamini, maji yapo kwenye kisima mbali, hawezi kuyachota. Mwana wa chuoni mkubwa wali, sasa mtafanyaje? Akawa amekosa raha, na ndio sifa ya Muislamu wa kweli. Yani kama hujasali, hata uwe kwa mama ntilie unakula, huna raha mpaka uswali. Basi akapita binti, akamwambia, shekhe una nini? Akaambia, muda wa sala unanipita, afu mimi sijaswali, maji yako mbali, siwezi kuyachota. Binti mdogo tu. Akaambia, itakillah, muogope Mungu sana. Daraja ulokuwa nayo, watu dunia nzima waja kila pahala kukuzuru wapate baraka zako. Leo daraja yako unashindwa hata kuyaita maji tu ili upate kutawadha, shekhe kama wewe. Akitizama binti mwenyewe mdogo, anamtoa nishai, kainama chini hivi. Binti ambia, mimi nakupa maji. Akafika kwenye kile kisima, katema mate yake ya baraka. Basi fafadat mauhu hatta mtalaat, yale maji yakafurika pote pakaroa pale, yote yanapanda kwa spidi. Masri hiyo. Akamwambia, shekhe njoo utawadhe. Kwani alitawadha? Akamwambia, bimanilti hadhihi almartaba, umepata wapi hii daraja na utoto wako udogo? Akasema, na laqad niltu bikathrati salati ala Muhammad, hizi ni sala za Mtume Muhammad.